Hujambo na karibu mtazamaji wa Mihrab Media, ni kualika na kukaribisha kwenye kipindi cha Yaliyojiri Magazetini, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa ya Januari 30 ya mwaka 2026 sawa na mwezi 9 Shabani mwaka 1447 kwa mwaka wa Kiislamu. Anayekualika na kukaribisha kama ilivyo ada na kawaida ya kipindi chetu ni mimi mtangazaji wako Salah Rashid, nikishirikiana sambamba na Sabri Hussein. Ndani ya kipindi hiki mtazamaji utapata fursa ya kufahamu kwa mukhtasari yaliyojiri ndani ya magazeti tuliokuandalia kwa siku nzima hii leo. Miongoni mwa magazeti hayo tuna gazeti Zanzibar Leo, tuna gazeti Habari Leo, tuna gazeti Mwanahabari, bila kukosa kurasa za michezo na burudani. Moja kwa moja tunaanza kudondoa gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi kupitia kurasa yake ya mbele, na habari inasema Dr. Samia zindua mkakati elimu ya awali, ikiambatana na habari picha inayoonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akimsikiliza mwalimu mhakiki wa maandishi ya Braille na michoro ya mguso kutoka Taasisi ya Elimu Tanzania Khadija Salum, wakati akitoa maelekezo kuhusu matumizi ya michoro ya mguso katika uandikishaji katika ufundishaji wa watoto wa elimu ya awali kwa wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili mara baada ya kuwasili katika viwanja vya Baraza la Mitihani Tanzania. Pana habari inasomeka Ukanda Bahari ya Hindi wakubaliana kudhibiti uvuvi haramu, ushirikiano China na Zanzibar wapunguza maradhi yasiyopewa kipaumbele, waziri nishati akaribisha wawekezaji kutoka Oman. Ukurasa wa 3 habari inaendelea. Pana habari inasomeka Dr. Mwigulu awakemea wafanyabiashara wanaopandisha bei za bidhaa, habari inaendelea ukurasa wa 6. PDPC yazitaka taasisi kuheshimu faragha na taarifa binafsi. Tunatamatisha na habari inayosomeka Dr. Akili aiomba PAC kusimamia fedha za umma. Ukurasa wa 2 utaisoma undani wa habari hiyo. Na sasa ni zamu ya kudondoa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii ili tuweze kufahamu nalo gazeti Nipashe kitu gani kimetuandalia. Hapa na habari inayosomeka kiwanda kuzalisha ARV rasmi nchini, hofu uamuzi wa Trump ya yeyuka, ajira kibao zaja, msajili wa hazina MSD na wazalishaji wafungamana kufanya makubwa. Ukurasa wa 2 habari inaendelea. NIDA tu unalamba mkopo 10%, na kwa namna gani? Ukurasa wa 5 ufafanuzi juu ya taarifa hiyo. Pia pana habari inasomeka Samia asema mpango mkakati KKK utoe matokeo na sio ripoti. Ukurasa wa 2 habari hiyo utasoma kwa kina zaidi. Ukurasa wa 3 pana habari inasomeka ilivyokuwa safari ya kwanza ATCL Accra. Pia pana habari inasomeka mambo makuu 4 yanayosambaratisha vijana walioko vyuoni. Ukurasa wa 4 utakutana na muendelezo wa taarifa hiyo. Tunakamilisha kudondoa gazeti Nipashe na habari inasema mbunge ataka ramani kamili ya mchakato wa katiba mpya. Habari hiyo utaisoma ndani ya ukurasa wa 5. Na sasa ni zamu ya kudondoa gazeti Mwananchi Tanzania, nalo linatuambia kuwa sakata la mafisadi moto, Kangi ataka DPP na polisi wawe huru. Waziri huyo wa zamani wa mambo ya ndani ataka CCM kutobana mawazo ya wabunge, afichua mafisadi walivyojificha kwenye kichaka cha Uchawa, agusia nafasi ya bunge, mahakama na serikali kwenye uamuzi. Tukiachana habari hiyo, pia pana habari inasomeka sababu serikali kukomaa na KKK zimeelezwa ndani ya ukurasa wa 2 gazeti Mwananchi Tanzania. Pana habari inasomeka masharti mikopo ya 10%. Kwa upande wa afya tunaambua kuwa wachora tatu kwenye hati kuugua saratani. Pia pana habari inasomeka Dawasa yataja kiini cha kero ya maji taka Kariakoo. Tunatamatisha na habari inasomeka ACT ya kwama tena mahakamani. Ukurasa wa 3 ufafanuzi wa habari hiyo. Pia nizamu ya kudondoa gazeti Mwanahabari, gazeti bora linasema kuwa Rais Samia asema Umoja wa Mataifa utatupongeza, ni kwa uzinduzi wa mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu inayojulikana kuwa ni KKK. Asema uzinduzi huo umetekelezwa ama unatekeleza lengo namba 4 kwenye malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa
Wakatoliki wampongeza Papa kwa dhamira ya kuiombea amani Tanzania. Habari utasoma ukurasa wa 3. Pana habari inasomeka kuwa ushiriki wa Tanzania IEW mwaka 2026 India kuchochea wawekezaji wa mafuta. Pana habari inosema ondoweni masharti magumu ya mikopo. Hiyo ni kauli ya Dr. Mwigulu. Tunatamatisha na habari inayosomeka kuwa mradi wa bilioni 32.3 kusambaza umeme kwenye vitongoji 214 mkoani Iringa. Hayo ndio alojiri kwa mukhtasari gazeti Mwanahabari, gazeti bora kwa siku nzima hii ya leo. Na sasa ni zamu ya kudondoa gazeti wa Machinga. Katika kurasa zake za habari za kitaifa na kimataifa limetuambia kuwa Samia asema kilichofanyika kitapongezwa na UN, ni mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu. Asema umetekeleza lengo namba 4 kwenye malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa. Asema lengo namba 4 linahimiza kufanya ubora wa elimu, jambo ambalo Tanzania sasa imetekeleza kwa vitendo. Habari inaendelea ndani ya kurasa wa 3. Pana habari inayosomeka kuwa Dr. Mwigulu atoa onyo wanaojipanga kupandisha bei bidhaa kwa Resma na Ramadhani. Ukurasa wa 2 habari hiyo utaisoma kwa ufafanuzi zaidi. Tunatamatisha na habari inayosomeka maadhimisho ya wiki ya nishati India yachochea wawekezaji wa mafuta nchini. Na sasa ni zamu ya kudondoa gazeti Majira ili nalo tuweze kufahamu kitu gani kimeandikwa. Pana habari inayosema kuwa Rais Samia afanya uteuzi wa viongozi mbalimbali, waziri mkuu awapa angalizo wafanya biashara. Pia pana habari inayosomeka wawekezaji waoneshania kuwekeza sekta ya mafuta. Habari hiyo inaendelea ukurasa wa 4. Tusikubali mwanamke kufariki akileta kiumbe duniani, mwendelezo wake upo ukurasa wa 11. Samia anza kubadili elimu ya msingi nchini kwa vitendo, ni ndani ya siku 100 za uongozi wake. Chini yake taifa laandika historia ya kuimarisha msingi wa elimu, azindua mkakati unaogusa maisha ya kila mwananchi. Habari hiyo inaendelea ukurasa wa 4. Tukiachana habari hiyo, pana habari inayosomeka kuwa Masudi Othmani ateta na waliokuwa wagombea ubunge. Habari inaendelea ukurasa wa 3. Ukurasa wa 5 pana habari inayosema kuwa serikali yakaribisha wawekezaji kutoka Korea katika sekta ya madini. Tunatamatisha kudondoa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, na habari inayosema wanajeshi wengi wameathiriwa vita vya Ukraine na Urusi. Ukurasa wa 19 utakuta undani wa habari hiyo. Na sasa ni zamu ya kudondoa gazeti Uhuru kweli daima, nalo limeandika kuwa historia elimu msingi andikwa. Rais Dr. Samia aonyesha dhamira ya kuimarisha sekta hiyo kwa watoto kuanzia elimu ya awali, wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili. Tukiachana na habari hiyo, tunakutana na habari inayosomeka kuwa michango ya Lissu yaibua makubwa Chadema, ni ile iliyokuwa inachangishwa kwa wananchi. Kaka yake afungua kesi, mamilioni yadaiwa kupigwa na wajumbe wa kamati kuu. Polisi yaingia mzigoni ya mdaka mmoja Maria Sarungi na wanaharakati wenzake wahaha kujinasua, huku mengine yakifichuka. Ni yapi basi hapo kurasa wa 4, mtazamaji, ndani ya gazeti Uhuru vijijini. Tukachana habari hiyo na kukutana habari inasomeka kuwa wafanyabiashara waonywa kupandisha bei za bidhaa. Zanzibar yang'ara kimaendeleo kila kona. Ukurasa wa 11 undani wa habari hiyo. Tunatamatisha na habari inayosema kuwa Papa Leo wa 14 apokea ujumbe wa Rais Samia. Pia habari hiyo utaikuta ndani ya gazeti Uhuru vijijini kwa siku nzima hii ya leo. Na sasa umefika ule wakati wa kuyageuza magazeti haya katika pande zake za michezo na burudani. Bila kupoteza muda, tunaanza na gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi kwa upande wa michezo na burudani, ili tuweze kufahamu kitu gani kimeandikwa ndani ya gazeti Zanzibar Leo michezo na burudani. Pana habari inayosomeka kuwa Dr. Pembe alitaka BTMZ kusimamia vyama vya michezo. Pia pana habari inayosema Simba yatandika Mashujaa. Tunatamatisha na habari inayosomeka Yanga yepania Al Ahli, ukurasa wa 23 muendelezo wa taarifa hiyo. Hivyo ndivyo tunavyoachana na gazeti Zanzibar Leo kwa upande wa michezo na burudani. Na sasa ni zamu ya kudondoa gazeti
mwanahabari kwa upande wa michezo na burudani, ili tuweze kufahamu nalo kitu gani kimeandikwa. Tunakutana habari inayosomeka kuwa kauli ya waziri mkuu bungeni, vijana kiwalani washangilia. Ni kauli gani? Ipo ndani ya gazeti lako hili Mwanahabari. Kwa upande wa michezo, Simba yapata ushindi kwa Mashujaa 2-0. Yanga na Al Ahli kumalizana siku ya kesho. Okwi aipongeza Yanga kumnasa Alan Okelo. Pia pana habari inayosomeka TRA United ya mnasa Mohseni Malima na yapigwa 2-0 na Azam FC. Tukiachana na gazeti Mwanahabari kwa upande wa michezo na burudani, nakutana na gazeti wa Machinga michezo na burudani, nalo linatuambia kuwa Simba yegagadua Mashujaa 2-0, uwanja wa KMC wafungiwa. Pia pana habari inasema kuwa Yanga yaita mashabiki kesho ikicheza na Al Ahli. Al Ahli Tripoli yatajwa kumfuatilia Feitoto. Kunani? Basi undani wa taarifa hiyo gazeti lako hili wa Machinga limekusogezea kwa siku nzima hii leo. Tunatamatisha na habari inayosema kuwa Singida Black Stars wafurahi kumpata chiko la mtazamaji. Tunatamatisha kipindi chetu kama ilivyo ada na kawaida na kudondolea gazeti la Mwanaspoti kata kio michezo na burudani, ili tuweze kufahamu gazeti nalo hili kitu gani kimetukusanyia kwa upande wa michezo. Tunaanza na habari inayosema kuwa Kisadepu Pedro ashtua mabosi. Kisadepu Pedro ashtua mabosi. Habari hiyo imepata nafasi ndani ya gazeti lako hili la Mwanaspoti. Pana habari inayosomeka kuwa Kariki anamjulia Mbeumo. Pia pana habari inasema sababu 2 kufungwa uwanja wa KMC zimeelezwa ndani ya gazeti lako hili. Barke asema subirini muone kitu gani, kipo kurasa wa 2. Pia pana ratiba kwa upande wa EPL. Tunaambua siku ya kesho kuna mchezo kati ya Leeds dhidi ya Arsenal majira saa 12 za jioni mtazamaji. Na ukitaka kufahamu ratiba zaidi kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara pia zimeelezwa hapa. Na hadi hapa ndio tamati ya kipindi hiki cha Yaliyojiri Magazetini kwa siku nzima hii leo. Kumbuka tumekudondolea kurasa za magazeti, habari za kitaifa na kimataifa, pia kurasa za michezo na burudani. Na ndiye kudondolea magazeti hayo ni mimi mtangazaji wako Salha Rashidi nikishirikiana sambamba na Sabri Hussein. Ikiwa ni mgeni katika channel hii, usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili kuweza kupata habari mbalimbali ambazo tutakuwekea katika ukurasa wetu wa YouTube. Nikutakie uwe na Ijumaa karimu.